na Zanzibar. Zanzibar na mimi. Asanteni sana. Ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu, yale majina mengine mimi sitokuita, ambao umemaliza sasa hivi ya kucharaza. Ndugu wenye viti wa mikoa yetu hii mitatu ya chama, mkoa wa Magharibi B, mkoa wa Magharibi A, pamoja na mkoa wa Mjini, ndugu naibu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu mwanasheria mkuu wa chama, ndugu katibu wa habari na uenezi, ndugu viongozi wa ngome zote za chama, katibu wa ngome ya makamo ambaye pia ni kaimu mwenyekiti wa ngome ya wazee, ndugu katibu wa ngome ya vijana, ndugu katibu wa ngome ya wanawake, ndugu wajumbe wa kamati kuu, na kwa namna ya kipekee nimtambue naibu katibu mkuu mstaafu Sheikh Mazrui, mjumbe wa kamati kuu ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa timu yetu ya ushindi ndugu Mansur, mama yetu mlezi wetu mama Awena, ndugu wajumbe wote wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu viongozi mbalimbali ambao tupo, ndugu mawakala wetu, wapambanaji wetu, pamoja na wasimamizi wa shughuli yetu tulioipita na ambayo ndio sababu ya leo kukutana hapa, na wengine sote tuliopo, wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Habari ya mchana. Najua muda umekwenda kweli kweli. Nadhani kwa aliyokuwa yamezungumzwa, labda mimi leo ningepumzika, au vipi? Lakini kwa sababu tuna jambo letu, inabidi kidogo na mimi nizungumze, lakini nitakuwa kwa ufupi sana. Na kwanza naomba nichukue fursa hii niungane na nyinyi katika kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alitupitisha katika mwezi mtukufu wenye baraka, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukafunga alhamdulillah, tukafanya amali mbalimbali, tukaomba na tukaiombea nchi yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie amali zetu na dua zetu ziwe makubuli. Lakini na leo ametuwezesha alhamdulillah, tulianzia wengine kule Vuga kuanza safari yetu, na wengine sote alhamdulillah tukaweza kukutana katika ukumbi huu. Hili ni jambo la kumshukuru kweli kweli Mwenyezi Mungu, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. La pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa niwashukuru viongozi wetu wa makao makuu pamoja na viongozi wetu wa mikoa kwa maandalizi ya shughuli hii muhimu sana. Na tatu, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wote wale ambao ndio sababu ya shughuli hii, nao ni wapambanaji wetu waliosimamia zoezi letu la uandikishaji, pamoja na wale ambao walisimamia zoezi hili katika mazingira magumu tuliyokuwa nayo. Lakini kwa namna ya kipekee naomba niwashukuru nyote kwa mahudhurio. Siku zote tunasema
kwamba harakati za wenzetu, juhudi za wenzetu zimekuwa ni kutukatisha tamaa, kuhakikisha kwamba wanayoyafanya yanatukatisha tamaa na hatujenyuki tena kuendeleza harakati hizi. Na wanadanganywa kweli kweli na mawakala wao, wanadanganywa kweli kweli na madalali wao, lakini alhamdulillah wakiamka wakichungulia kwenye mitandao wakaona majidholi imefurika, napeleka fadhaa kweli kweli, fadhaa kweli kweli. Usema wengine wanalala na viatu, wengine, lakini karibuni hivi wanaosikia haya tunayoyasema wanasema viatu wapi bwana, mtu ulala kama mwagarazi, hata kufuta shuka kukamshinda kwa fadhaa mnayowapelekea, hata watoto wakashindwa kuingia vyumbani. Kwa hivyo haya mahudhurio yenu kwa hakika ni sauti kubwa sana, na mimi nawashukuru na wapongeza kwa dhati kabisa kwa hili. Ndugu viongozi na sote tulioshiriki, madhumuni ya shughuli yetu, madhumuni ya kukutana kwetu yameelezwa vizuri sana, tena yameelezwa na weledi wa kuzungumza. Kwa hivyo mimi sina haja ya kurudia. Naomba ni ongeze moja tu au mawili, la kwamba msingi ni kwamba sisi tuna safari yetu, tunaisema, tunakumbushana kila siku, lakini mwisho safari hii itakamilika kwa kufanya uchaguzi, tukaomba ridhaa ya wananchi wenzetu, na wananchi wenzetu wakatupa ridhaa ile, tukawafanyia kazi ile ambayo tumewaahidi. Kwa hiyo ni lazima, kitu cha msingi ni uchaguzi, na uchaguzi ni mchakato, na mchakato wa uchaguzi unaanza kwa kupata wapiga kura, na utaratibu wetu wapiga kura lazima kwanza kuna watu waandikishwe kwamba watakwenda kupiga kura. Sasa hii ni hatua moja muhimu sana. Kama wataka kupika mseto wa choroko, maana yake bila choroko mseto haupo, au sio? Bila mchele mseto haupo. Sasa mchele na choroko za mseto wetu wa uchaguzi au wa safari yetu ni watu kuandikishwa kupiga kura. Kinachotufurahisha ni kwamba tulikuja tukashajishana tusimamie jambo hilo, na tunawashukuru alhamdulillah kwamba kazi ile tukaifanya kwa umakini, kazi ile tukaifanya kwa juhudi, na kazi ile tukaifanya kwa ujasiri mkubwa sana. Na mbali ya wasimamizi, lakini watu muhimu ni mawakala waliosimamia zoezi hili, kwa sababu wenzetu kazi yao ni kutupangia visa na vituko, kutupangia hujuma za kila aina. Kuna watu leo ni walemavu kwa sababu ya kuwa mawakala. Kuna watu leo ni marehemu kwa sababu ya kuwa mawakala. Kuna watu leo wamekosa msingi wa maisha yao kwa sababu ni mawakala. Kuna wengine wana sifa ya kuajiriwa, hawaajiriwi kwa sababu wanajulikana waliwahi kuwa mawakala. Kwa hivyo ni kazi ambayo inahitaji ujasiri, unahitaji kujielewa, na inahitaji dhamira ya kweli ya harakati zetu, ndio utakwenda kuwa wakala. Ndugu zangu, tulichoitana
ni kuwaambia na sisi viongozi mliotupa kazi hii tuni kile ambacho mmekifanya, na tunawapongeza sana. Na hatusemi kwa sababu ya kwamba ya kuwa mawakala tu kujiandikisha, lakini kwetu sisi inatuambia pia mambo mawili muhimu sana. Inatuambia kwamba kwanza, mna watu wanaojielewa katika harakati hizi, na hii ndio sifa kubwa ya harakati zetu, kwa sababu ikiondoka watu kujielewa, ndio utawapata wale tasi. Ndio utakapopata wale tasi kwamba katiliwa jani la mpapai kwenye dema na chicha, kakamatwa mwenyewe kaona kapata. Tuliwaambia nadhani Malindi pale kwamba papa hakamatwi kwa dema, lakini wapo tasi, wala hamtopata shida. Mkiwatilia majani ya mpapai mtawashika. Kwa hivyo tunao, tumewaona kwamba wako ambao wametiliwa majani ya mpapai wamejaa tele. Tahamaki mwenyewe kaona kapata, tahamaki kaekwa kichwani, dema linachukuliwa, anauliza mnanipeleka wapi? Tunakwenda kula. Si we mlafi? We si mlafi? Na sasa zamu yako kwenda kuliwa, ndio ada ya mlafi hiyo. Na hapa mjini pana shida kubwa zaidi. Kuna shida kubwa zaidi ya watu ambao hawaelewi msingi wa harakati. Kuna watu mjini hapa, watu wa mjini, maradhi yenu wasta. Wapo hao au vipi? Watu wa mjini maradhi yao wasta. Kuna watu wameacha harakati hizi kwa sababu ya wasta tu, kuonekana na yeye yuko karibu na wakubwa, anasikilizwa na wakubwa, anatembelewa na wakubwa. Ndio maradhi makubwa ya watu wapo. Kuna tasi na kuna wanaotaka wasta tu. Kaacha nchi, kaacha damu ya wenzake waliodhulumiwa, waliouliwa, waliopigwa, ukimuuliza sema waone hao wamefanya mambo makubwa. Hivi mahali alipambania barabara na wenzake? Tuambizane jamani. Alipambania soko ambalo limekuwa kama uyoga. Maana uyoga uota porini, ukaukuta wenyewe tu ndio unang'ara, lakini uliozungukwa umezungukwa na tope tupu, au sio? Kama uyoga, maana uyoga ndio unaong'ara tu peke yake, au vipi? Sasa yote hiyo ni katika kuhalalisha yale maradhi yake. Sisi tunajua kwamba wewe hukurogwa na chochote kwa sababu hakipo kilichofanywa. Huwezi kufanya jambo hilo kwa mkopo. Haiwezekani. Nyumba inaufa, inataka kuanguka, ukaenda ukatia feni, halafu ukasema unaona bwana mtu alivyofanya mambo hayo. Mwambie mwingine. Tafuta mjinga umwambie haiwezekani. Kwa sisi feni labda kwa alikuwa hajaliona, anasikia tu kuna panga boy. Sasa leo kaletewa analiona, labda yeye ndo anaweza akababaika, akasahau kwamba tatizo letu ni nyumba yetu inanyufa. Kama hatukuchukua juhudi, nyumba hii itaanguka, na hilo ndio la kushughulikia, la kurekebisha mwanzo. Na yasema haya kwa sababu tuone ujasiri wa watu ambao walisimamia
zoezi hili. Wameonesha kujielewa, lakini pia wameonesha utayari wao wa kuendelea na harakati hizi, kuendelea na safari yetu mpaka tufike pahala tuende tukakabidhi wazee wetu walioturithisha kazi hii, twende tukawakabidhi kwamba jamani, kazi mliotutuma, kazi mlioiasisi, leo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu tumesimama, tumeendelea na juhudi na leo tumeweza kuikamilisha. Kwa hiyo hili ndio tunalosema kwamba kwa dhati kabisa tunawapongeza na tunawashukuru. Kwa hakika mtu angesema kwa kazi iliyofanyika wenzetu hawa wanastahili zawadi, na ni kweli, na zawadi sisi tunayo. Moja tutaisema leo, na nyingine, unajua mtu akichachiwa akienda dukani, mshahara bado, anafanya nini? Anaandikwa kwenye buku, au vipi? Kwa hivyo na sisi leo zawadi moja tunaandika kwenye buku. Ikifika mwisho wa mwezi inshallah tutakuja kuilipa. Na mkiona maana si lazima niwepo mimi, yoyote atakayekuwepo, mkiona kajitoa fahamu kafanya kuisahau zawadi, mkumbusheni, maana ni haki yenu na ni wajibu wetu, ni deni, lazima tuje tulilipe. Inshallah Mwenyezi Mungu atuweke. Zawadi ya kwanza tunayosema ni kwamba mtu muungwana anayepewa kazi akafanya vizuri, waungwana wanasema zawadi kubwa ni kumpa fursa akafanya zaidi. Wazungu wao wana msemo wao, wanasema the best reward for a job well done is an opportunity to do more. The best reward for a job well done is an opportunity to do more. Zawadi nzuri kwa kazi iliyofanywa vizuri ni fursa ya kufanya zaidi. Kwa hivyo na sisi tunasema kwamba zawadi ya kwanza ni hiyo, kuwapa fursa inshallah kufanya zaidi, kazi nzuri zaidi. Lakini mara hii tutakapowapa kazi na fursa ya kufanya zaidi, inshallah tutajitahidi mazingira yawe mazuri zaidi, tutajitahidi tutengeneze namna bora zaidi ya kuweza na kuwawezesha kufanya kazi. Hiyo ndio tunayosema kwamba jitihada tutakayochukua. Mimi naamini na sisi tuko tayari, au vipi jamani? Tuko tayari? Asante sana. Lakini ya pili inshallah, hiyo zawadi tunaoandika Mwenyezi Mungu atuweke, tutailipa baada ya Oktoba. Na inshallah tutakuja kutafuta ukumbi mkubwa zaidi ya huu ili mjifarague, au vipi? Mtu akipewa zawadi lazima apate fursa afanye nini? Ajifarague. Kwa hivyo na sisi mtasema nyinyi mapana yenu na marefu yenu, wapi patatosha kwenda kujifaragua. Kwa hivyo jamani, la kwanza mimi niseme hilo. La pili limeelezwa hapa na watu wa organization, kalieleza naibu katibu mkuu kwamba tuna kazi ya pili, nayo ni kuwafanya walioandikishwa sasa wakenda kuwa wapiga kura. Na wapiga kura hao tukawatambua, tukajua hesabu yao, kwa sababu mwisho wa siku uchaguzi ni nini? Ni namba. Sisi hatutaki kuwa kama wenzetu maana wanapenda namba lakini hesabu hawazijui.
Sisi tunataka tuijue namba, tutengeneze hesabu yetu, kwa sababu katika hili hakuna kwa Tanzania hii ambaye anatushinda kwa maarifa, anayetushinda kwa uzoefu, anayetushinda kwa weledi wa jambo hili. Ndio maana hawa mabwana walipopigwa bakora mwaka wakijikamata mgongo, wanapigwa za kichwani, au vipi? Tumeshuhudia kipigo cha 1995 kilikuwa tofauti na 2010, au vipi? Na kilikuwa tofauti kabisa na 2015. 2020 wakaamua kuvaa magunia, au vipi? Kwa sababu sisi tunajua wewe jishike matako, sasa tutakupiga mgongo. Ukijishika mgongo, sasa tutakupiga za kichwa, kwa sababu huu ni uwanja tunao ufahamu. Kwa sababu sisi hujipanga kwa uchaguzi, hatujipangi kwa ghilba, hatujipangi kwa wizi. Kinachowadhuru wenzetu, wao wako bizi kupanga wizi, kupanga hujuma na ghilba. Tena ghilba yenyewe mpaka kwa Mwenyezi Mungu, kudhani kwamba labda Mungu huyu ni wa sanamu. Maana hata akiingia vumbi Mungu wa sanamu mpaka ukampanguse, au vipi? Hawezi kujipangusa, au vipi? Lakini Mungu wetu sisi katuambia kwamba inna Allaha basiru bil ibadi, au vipi? Anayajua ya dhati ya mja wake. Jizime data, jifanye nini, yeye anayajua, au vipi? Sasa wao wanadhani wanaweza kudanganya hata huko. Ndio maana nasema kwamba sisi katika uwanja huu hatuna wasiwasi wa hilo. Wao wapange hilba zao, wapange wizi wao, wapange hujuma zao. Kama kasema hapa makamu mwenyekiti, hajatania. Sisi tunavijua vituo vyao, tunawajua watu wao, nani aliyepangwa kwa kamanda wa harakati hizi. Tusiwajue vipi? Sisi hapa tuna wajomba, tuna ami, tuna shangazi. Anawezekana mtu aliyokuwa naam, tuna mashemegi. Wengine utasikia wanapiga kelele wakali kweli kweli, wanalia wivu tu, msiwe maana tumewaoa tukazaa na watoto kwa hivyo sisi tunao wote hao. Sasa tutashindana na mtu ambaye hana shangazi, hana mjomba, hana ami, hana jamani, ushindani huo ukoje? Ushindani huo ukoje? Utafikiria watu hawa hawaelewani, kumbe bwana ni mtu na mkewe. Bibi tu analia wivu, akishakupewa kijora maneno yamekwisha. Kwa hiyo tunachosema kwamba sisi tujitahidi tuendelee na kazi hii. Wakati nilipokuwa na watembelea wazee wetu, wapambanaji wetu, na mimi naomba hapa niwape salamu zao, na hasa za Bifaida. Namjua mpambanaji kamanda, lakini leo iko kitako. Anasema waambie vijana kazi tuliokuwa tukiifanya miaka yote waendeleze, hapana, na hasa mwaka huu. Anasema hasa mwaka huu, kwa taarifa tulizonazo, sio tunaujua uchaguzi. Kama ni kudanganya
basi sijui wakatafute namna gani ya kudanganya, lakini hawana manusura. Kama vijana wamesahau, waambie waje niwape maarifa, niwakumbushe. Kwa hivyo jamani, mimi nishaondoa deni, iliyobakia sasa ni kazi yenu. Tumefahamiana? Hilo lilikuwa jambo la pili. Jambo la tatu kalizungumza hapa makamu mwenyekiti vile vile, na hili ni jambo lazima tukumbushane kila wakati, kwa sababu ndio kama tunavyosema, kama tutaliweza kulisimamia vizuri, kama kila wakati ndio litakalotuongoza msingi wa harakati hizi, dhamira ya harakati hizi, hatutoharibikiwa, hatutopata tasi wala hatutopata wale wagonjwa wa star. Tutasimama kwenye mstari tukijua sisi tuna safari, sisi si wazururaji. Na tunachosema cha kwanza hili, naomba, najua mnaliweza mnalielewa, lakini tukumbushane. Makamu mwenyekiti hapa aliniambia la kwanza tunachotafuta, na ndio kazi ya mwanzo, kutafuta mamlaka kamili. Mheshimiwa makamu mwenyekiti na nyinyi nyote ambao kwa pamoja mmenipa hili, mimi nilishatangulia kwenye jamvi zamani kwa hili. Bado mna wasiwasi? Bado mna wasiwasi na hili? Hamna wasiwasi Kwa sababu tunafahamu kwamba sisi siasa zetu, wenzetu akina Tanganyika na nani hapo wanafanya siasa kwa sababu wao wanafanya siasa za nani aendeshe vizuri nchi yao, au sivyo? Sisi tujiulize, nchi hiyo iko wapi? Ndio unapo utaajabu hao wanaojihashua. Ukifurukuta hatutoi nchi, wanataka kutoa nchi tena, wanatishana wenyewe. Nchi hiyo iko wapi rafiki yangu? Eti jamani, nchi hiyo iko wapi? Kwa hivyo sisi tunachojua, maana ni kama vile tuko kwenye nyumba, lakini nyumba hii hatujui nyumba hii imeuzwa au nyumba hii imekodishwa, au nyumba hii imewekwa rahani, au nyumba hii imekuwa kama ile hadithi ya Mgunya na jahazi yake. Kama mtu kachukua kampa bibi kwa sababu tu ananawishwa mkono. Wengine hawajui hadithi ya Mgunya. Tuwakumbushe, wanasema Mgunya yeye alikuja hapa na jahazi yake. Alipofika hawa watu wabaya sana wa vikokotoni wakamchukua akamweka ndani bwana, na watu wanajua kazi zao. Mgunya hajawahi kuona mkono kunawishwa, hajawahi kuona kanzu ikifuliwa ikatiwa buluu, hajawahi kuona kofia ikianikwa kwenye kisahani. Watu wa mjini wana mambo kweli kweli. Alipo mengine ya ndani sisemi. Sasa alipofika hapa akaona yeye kafika, kakaa ndani, anaambia bwana, wakati wa safari tayari, anasema mimi sijesha kazi yangu, nyenendeni. Kwa ufupi kawaachia vijana kazi mpaka ikabidi mwisho jahazi iuzwe. Yeye yumo ndani hajazinduka. Zilipomaliza pesa, maana pesa zozoa jahazi zikaja zikapigwa kuni mle ndani. Zilipomaliza zikafukuzwa. Anaambia wewe mwanamume gani bwana? Uko ndani unaunguruma tu. Halafu nikulishe mie. Mambo gani haya? Sasa siku aliotoka ndo akapiga kilio kikubwa kweli kweli bwana.
Anaulizwa, vipi? Anasema, mbona unalia? Sema, mie silili ntunke jamani, nalilia jahazi yangu impita mikondo mingi haikuzama, inkujazama hapa nchi kavu. Hayo ndio ya Mgunya. Lakini si ndio ulipoipeleka? Wewe ulirogwa kwa mkono kukoshwa, wewe ulirogwa kwa sasa yashakwisha. Sasa na kuna wenzetu nao wamewekwa sijui kama Dodoma au wapi, tena wao hawapewi mambo makubwa, madogo tu. Mwingine kapewa eka 20 za shamba, mwingine sijui kapewa eka 50 za shamba. Anaona jambo kubwa, yuko tayari auze nchi yake. Sasa ingekuwa hii nchi ni kama ya Mgunya, ni yao, kusingekuwa na tatizo vipi? Lakini nchi si yao, na wao hawana hata habari kama wananchi. Wao wanajua labda wana kitu gani. Lakini sisi tunafahamu kwamba nchi hii na utukufu wake. Nilikuwa nawaambia kati jana kwamba ajabu, yani tulipofikishwa nchi hii, sisi ndio tulioipa Kenya Mombasa. Maana Mombasa ilikuwa Zanzibar. Kwa miaka mingi tukawakodisha Waingereza, tukarudi tukaikodisha kampuni ya Kiingereza toka 1895. Tarehe 5 Oktoba mwaka 63 ndio tukakubali Zanzibar kuwapa Mombasa Kenya. Jamaa mnanifahamu, lakini hasa vijana, sisi tumewapa kwa mkataba. Na leo ukisikia Kenya wana mahakama za kazi, si kwa sababu ya watawala wa Kenya kuzipenda mahakama za kazi, ni kwa sababu ndio sharti letu sisi Zanzibar tuliowaekea kwamba mahakama za kazi ziendelee kuwepo. Waislamu wa Kenya ambao wengi wao walikuwa Wazanzibari waheshimiwe haki yao ya dini yao na mipango yao na utaratibu wao na mila zao za kuendesha mambo yao ya kidini. Hata walipofanya marekebisho ya katiba, walipokuja na katiba mpya, kuna watu walipiga kelele kweli kweli kutaka kuziondoa. Wakaambia kwa mujibu wa mkataba, hili ndio sharti tuliopewa Mombasa, walindwe ardhi zao. Ndio maana jamani, leo Kenya wanafaidika, Mombasa wanafaidika na yale tuliowaekea Kenya kuwapa Mombasa. Leo unaenda wewe rais wa Zanzibar Kenya, mpaka utiliwe irabu kwanza, vinginevyo usomeki. Maana hujulikani wewe rais au wewe meya au wewe nani, mpaka atokee bwana mkubwa aseme huyu mwekeni, mchukulieni kama manaye makamu wa rais. Mtu ambaye, nchi ambayo umewapa sehemu muhimu ya nchi yao, eti leo huna hata kutambulika wewe nani, huna hadhi katika nchi. Jamani, huu msiba mkubwa sana, tunauchukulia poa, lakini sio jambo la poa, ni kielelezo cha namna tulivyofikishwa Zanzibar. Leo Zanzibar tunadanganywa kwa sababu wenyewe watu wa sisi wameamua kufanyiana kama mtu na hawara yake hashakum jamani. Kwa sababu unaambiwa nyumba iko kwa jina la bwa mkubwa,
lakini wewe umepewa fursa ya kutumia. Maana hii nyumba yako, tena mtu anaambiwa hii nyumba yako, lakini kumbe jiulize, una hati? Basi nipe nipe hiyo nyumba, nipe hati. Hakwambia wewe shida yako nini wewe? Sikukaa kwenye nyumba, sikutumia nyumba, sikustirika. Ndio tulivyoambiwa sisi, tulifikishwa hapo au tumefikishwa hapo, na sisi wenyewe eti tumeridhika, tumedanganyika. Kwa hiyo manangu nini? Manangu leo kwa mfano tuna suala kama la bandari. Jamani, bandari kwa mujibu wa katiba ya muungano ni ya Zanzibar. Eti jamani, ya muungano, si ndio? Nchi inaendeshwa kwa nini? Mapato. Ushuru wa forodha jambo la Zanzibar. Zanzibar tuna mamlaka nayo, si jambo la muungano au vipi? Ushuru wa bidhaa si jambo la muungano? Elimu ya juu jambo la muungano. Tumefikishwa pahala nchi hii akhlaki yake ni elimu ya dini. Leo tunaambiwa Al-Azhar haitambuliki Tanzania, TCU hawaitambui. Haya hamwambiwi, haya pengine kwa walikuwa hayajui. Mimi nawaambia tumefikishwa hapo kwa sababu Al-Azhar ni chuo ambacho tunaonekana sisi tunafaidika, sisi tunatoa wataalamu. Tumefikishwa hapo na sisi tumeufiata kimya, tosherekea magorofa. Hapo ndio tulipofikishwa. Sasa mimi ninajiuliza, kesho ikitokea kesho kachaguliwa mwanamume kule alokuwa hato simamia hili, maana wanasema hata sisi mwenyewe tumemsikia Lukuvi, si tumemsikia Samuel Sita. Hivi mnataka aje nani? Ateremshwe nani? Aje waambie Mwenyezi Mungu katufunulia vifua vyao kupitia wao wenyewe. Sasa Zanzibar bado tumelala. Eti jamani. Sasa wamesema watu wanajifanya hawafahamu, hawasikii hayo, kwa sababu ndio hiyo ananawishwa mkono. Kwa sababu ananawishwa mkono kawa mkunya. Tafuta lako ukazamishe, tafuta jahazi yako ukazamishe nchi kavu. Lakini sio nchi yetu. Hilo hatukubali. Sasa leo akitokea mtu akisema kwamba jamani, nishaapishwa, nimeapa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano, na katiba hii inasema bandari ni jambo la muungano, kesho namtafuta mtu kutoka Sengerema ndio atakuja kusimamia bandari, mtapeleka volunteer mkapigane nani? Eti jamani, au JKU? Maana jeshi lao, si ndio? Polisi yao. Naam. Si anaweza kuambia uhamiaji tu, wewe usema huyu si raia, atafute aende. Uhamiaji si ni yao. Sasa hivi kweli unakuwaje kiongozi hayo huyaoni? Na kwa wewe unataka kutudanganya na sisi kwamba hakuna tatizo, tunakwenda mbele. Hiyo kitu haiwezekani. Tunasema hiyo haiwezekani. Kama nchi tulioingia kwenye muungano, lazima tuwe na mamlaka juu ya maneno ya wazungu, destiny yetu as a country. Mustakabala wetu hatuwezi kuweka rahani kutegemeana na nani yuko kule Tanganyika. Haiwezekani, hiyo si nchi. Na ukiwa kiongozi unayekubaliyo, wewe una matatizo makubwa kweli kweli. Hufai kuwaongoza wenzako. Kama hilo wewe halikutishi. Sisi tunachosema, wazee wetu asili ya harakati hizi waliona hakuna nchi inayokubali hayo. Leo inatumika juhudi kubwa sana, juhudi kubwa kweli kweli, kutufanya eti tuone kuvunja muungano maana yake ni jambo la wasi, ni jambo baya, kuitaki mema nchi.
Muungano wa juzi 68 tena tuliounganishwa. Mwenyezi Mungu alipokuwa mkubwa, siku hizi wanaandika wenyewe Tanganyika juu ya zile njama zilizofanyika mpaka Zanzibar ikaingizwa kwenye muungano. Vijana someni. Juzi nilikuwa nasoma kitabu cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Journal of African Politics. Yaani yale yote ambayo tunayasema wameyacompile, kapata mtu mmoja kayaandika makala, maprofesa wa chuo kikuu, kuonesha vipi Zanzibar ilihujumiwa, vipi ilifanywa njama mpaka ikaingizwa kwenye muungano. Sasa muungano wa juzi 64 iwe ulikuwa halali si halali, lakini muungano wa juzi 64 si ulikuwa wa nchi mbili, si tuna mkataba. Sasa leo iweje dhambi kuhoji? Na tunaona kwamba hao CCM ndo wanaona. Kule bunge la katiba tulifika pahala wenyewe yalipokushakuwa wakaitisha kikao, maana wale chawa waliobakia kwenye kamati ya uandishi walikuja na mambo 17. Walikuja na mambo 17. Miongoni mwa watu waliokuwemo waliobaki, mimi nilipotoka, mimi nilipoona tu kwamba hii inavyoandikwa hili kombe hili kombe la kuua hili, sio la kuponya. Nikaambia hii naijua. Nikatoka mapema. Sitokubali mimi. Wakabakia wengine, akiwemo naibu spika, tuna balozi mmoja, hata mwanasheria mkuu wa sasa wa Zanzibar naye alikuwepo. Lakini na wao wakarudi kwa wakubwa zao wakaambia hawa wanatuburuza, haiwezekani hili, tunaambia hawataki. Wakaja na mambo 17 kwamba hayakubaliki. Ndio nilipoalikwa na mimi kwenye kikao, kana wakati huo nilishakuwa public enemy. Tuyajadili 17, nikaambia hapa hamtoki. Tutafuteni, the strategy ni kwamba tutafuteni mambo ambayo ni deal breaker. Mambo haya sote nyote humu ndani mtakubaliana kama hili halikutoka, hatuwezi kukubali kuendelea na mchakato. Yaani iwe yakubaliwe 7, likibaki ya moja, hilo pia hilo moja hatutokubali. Na wada bwana, watu wakali wale wakizungumza akiwa peke yao, hamjawahi kuwaona. Maana mtu kama hivi nilivyo mimi, wallahi huiva akawa kama tukule kwa ukali. Haiwezekani, tufanyiwe hivi, hili halikubaliki. Leo siku ya kupiga kura kuona watazama sasa, hilo lipigwa sindano gani? Tukakubaliana mambo 8 kwamba haya moja likikataliwa tutavunja mstari. Na mimi ndo nikapewa kazi nije nayo Zanzibar kumwambia rais, msimamo wetu mambo haya 8 hayakubaliki. Wenzetu wakikataa katika hili tunatoka. Bahati nzuri mimi namshukuru, nasema hili nalisema kwa sababu for public interest. Alikuwepo na alikuwa katibu mkuu kiongozi, na yeye akapendekeza mawili ya ziada, yakawa mambo 10 kwamba hizi ndio deal breaker zetu. Haya kwamba yasipokubaliwa haya hatukubali. Narudi Dodoma, na kuna mmoja akanifuata usiku tena saa 5. Bwana, manake tumekubaliana sisi twende tukapige kura, tusigombane na wenzetu. Megeuka hivi, mshamwambia huyo kiongozi wetu? Hatujamwambia, lakini bosi wetu atazungumza naye. Akaambia kama hivi, mimi sikilizeni. Nilimwambia maana ni sahibi yangu sana. Nikamwambia rafiki yangu, sikiliza. Katika hii profession ya uanasheria
Mimi sikutahiriwa, nilitiwa jandoni. Maana kuna tofauti ndugu zangu. Kuna tofauti. Ukiona watu vijana siku hizi mambo yao ya ajabu ajabu. Hawakwenda jandoni, walitahiriwa. Walifanyiwa tu medical biological process. Lakini ile ya kujitambua mwanamume manake nini? Hii mpaka uende jandoni. Na wewe unaitwa Attorney General. Huu general una maana yake. Na ni wakati kama huu unapokutana na mazingira kama haya. Hapa inabidi uamue. Kama ni pahala mkono wako umekatwa lakini umekwama, unataka uende mbele, uambie wenzako mkono ukateni, lakini tupate kusonga mbele. Ndio watu huitwa tu generali kijinga tu hivi. Si mapambio. Ukipewa maana yake ni dhamana kubwa sana. Nikaambia sikilizeni, nyinyi baada ya miaka 5 hakuna hata mmoja atakayejua kama ulikuwa mjumbe wa bunge la katiba. Lakini mimi for the next 200 years watu watajua mimi ndio niliouza nchi yao ya Zanzibar, na mimi siwezi kukubali dhima hiyo. Sasa ninachosema ni nini? Kwamba wenzetu wanatumia juhudi kubwa sana. Tusahau, tuone hakuna tatizo. Ndugu zangu, kuna tatizo. Kwa sababu kama huna mamlaka ya nyenzo za kiuchumi, utakwenda mbele wapi? Tusidanganyane, tusikubali hili hashuo lao, tusikubali huu ujinga wao. Huwezi hata siku moja, hasa nchi ya kisiwa. Kama huna mamlaka kwenye kodi, kama huna mamlaka kwenye mambo yako ya msingi, bandari, mawasiliano, huwezi kwenda mbele kwa kutegemea kuna mjomba wako, nani yako atakuja kusema nitakulipia mie deni hili. Kuna nchi inaulipiwa deni? Naye hakulipi deni akasema nimekugaia. Mna mkataba anaandika on lending agreement. Alichokopa halafu wewe anakuja kukukopesha. Halafu wenzetu wanataka kutubabaisha. Haiwezekani. Hiyo katafuteni wengine. Sisi tunachojua na tunachosimama ni kwamba nchi yetu tuna haki zake, tutazidai kwa sababu ni haki yetu. Na katika hili hatutomuogopa yeyote, hatutomuonea haya yoyote. Wanajua, Mheshimiwa Waziri Omar anajua hapa. Wenzetu linapokuja suala la maslahi yao kusema sharia, katiba. Au si kweli? Lakini likija la kwetu maana si ndugu, sijui tu. Udungu wa njia mji mkongwe wanwe. Koje. Sasa sisi tunachosema ndugu zangu, tunachosimama nacho ni haki ya nchi yetu, kwa sababu hatujamuibia mtu wala hatutaki kumuibia mtu. Tunachodai ni haki yetu ya kisheria, ya kikatiba. Tumeona wenzetu wenye miungano. Naambia Uingereza, jamani, hili nasema somo hili hapa mjini tunakwenda huko tunakokwenda muhimu sana. Maana haya ndio yanayotumika kutuzuga. Kama ni miungano, Uingereza jamani, si kisiwa kimoja kile. Si kisiwa. Lakini kisiwa kile kilikuwa na nchi mbili. Au sivyo? Na kina nchi mbili mpaka leo. Maneno ya wazee hapa, kuna Uskochi na kuna Uingereza. Scotland na England. Nchi mbili. Lakini hawa wameungana kwa mkataba maalumu wenye vifungu 25 uliopigiwa kura kwenye mabunge yote mawili, bunge la Scotland na bunge la Uingereza mwaka 1707.
Lakini si mmesikia jamani, nakumbuka nadhani 2013 2013 si walipiga kura Scotland kuulizana, je, tuendelee kuwemo ndani ya muungano au tusiendelee? Au nimesahau tarehe? Lakini juzi, kwa sababu gani? Kwa sababu ni haki yao. Hawa ndani ya muungano kwa miaka 400 sasa, lakini kwa sababu ni haki yao bado inatambulika ni haki yao. Sisi tuliingia kwenye muungano kwa Articles of the Union, au sivyo jamani? Zikapitishwa na bunge la Tanganyika, zilipaswa zipitishwe pia na bunge la Zanzibar ambao ni Baraza la Mapinduzi. Halikufanyika hilo. Haya, sawa, lakini msingi ni ule ule kwamba tumeungana kwa mkataba. Leo tunapoona kwamba mkataba ule wenzetu wameutumia vibaya, mkataba ule unatudhalilisha, mkataba ule unatufanya sisi tushindwe kuendelea kiuchumi, tuwe masikini sisi na watu wetu, tuwe fukara sisi na watu wetu. Sasa tukikubali, nyie Wazanzibari niwaulize, mnakubali tuendelee na hivyo tulivyo? Mnakubali mkataba wa namna hiyo? Ndiyo tunachosema kwamba kama mnataka muungano, tukae chini tujadiliane. Si haki yetu au vipi? Sasa leo unapotuambia kwamba kudai haki yetu, Mzee Jumbe kaondolewa, si ndio? Karume alioasisi huu muungano mwenyewe kafa, hasemi na Nyerere, kwa sababu aliona kwamba kuna mambo hayako sawa. Kwa hivyo sisi hatujaja na bidaa. Hili sio bidaa, hili ni faradhi tulionayo ya kudai haki za nchi yetu. Maana kaanza nalo Karume, kaja nalo Jumbe na wengine, na sisi na Maalim na wenzake wakaliendeleza, na sisi tumelirithi wajibu wetu, na inshallah tutautimiza wajibu huo. Haiwezekani. Tuna vijinchi vidogo hapo Mauritius leo, ndugu zangu, Mauritius ni ndogo kuliko Zanzibar. Wana kilomita 2000 za mraba, Zanzibar tuna kilomita 2600. Wana idadi ya watu 1,600,000, sisi tunakaribia 2,000,000. Wale wako huko kichochoroni, kila mwaka wanapigwa na vimbunga. Sisi tuko, Mwenyezi Mungu atuweka pahala hapa ambapo ndio penye faida na manufaa makubwa ya kiuchumi kuliko nchi yoyote ya visiwa. Leo tunapigwa na umaskini. Anakuja mtu anakuambia tunaendelea, tumeleta maendeleo. Katafute wajuha wa kuwadanganya, lakini sio mtu wa Zanzibar. Utawapata tasi, utawapata na wapenda wasta, lakini sio mwananchi wa Zanzibar anayejielewa. Ndio maana leo nchi yetu tulipo, nchi yoyote duniani inajisifu kwa maendeleo yake ya uchumi, inajisifu imeuza nini nje, ndio uchumi. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha miaka 10 ya Afro Shirazi cha 74, makamu mwenyekiti naona namtazama mwana wa Afro mwenzangu, anakudai. Ukatazama wameorodhesha Zanzibar ilikuwa ikiuza nini nje na ikipata mapato ya kiasi gani. Ikiuza karafuu, mle wanasema wameuza ndani ya miaka 5 tani 62,000 za karafuu.
serikali ikapata mapato ya milioni 547. Kwenye nini hiyo? Karafuu. Wameuza mafuta ya karafuu, serikali ikapata milioni 16. Wameuza mbata, wameuza mashudu, wameuza sijui mafuta ya mchaichai, wameuza mafuta ya ndimu, wameuza kitu. Hii orodha, vijana kasomeni. Na hiyo ndiyo nchi. Unajiuliza, uchumi wako lazima uwe na cha kuuza nje. Kwa nchi ya kisiwa unawezekana huna cha kuuza nje, unauza huduma. Sasa tujiulize, ukiachia mahoteli, tuna huduma gani tunayouza nje? Wazimu wetu tunanunua sisi, tuna import hata huduma katika mambo ya msingi. Kumdanganya nani? Yaani ufanye import ya gari kwa sababu utengenezi gari au vipi? Na huna uwezo wa kutengeneza gari au vipi? Ununue mitambo kwa sababu huna uwezo wa kutengeneza mitambo. Nunua mafuta kwa sababu huzalishi mafuta. Ndio nchi inavyokwenda. Unanunua lile ambalo huna uwezo wa kulitengeneza wewe mwenyewe. Sasa leo sisi tunanunua mpaka huduma ya kuendesha maabara zetu za hospitali. Mheshimiwa Mazrui huko, sisi tunayajua. Leo tunanunua huduma ya kuja kuendeshewa umeme wetu megawati 120. Tunanunua, utusijidanganye, hiyo ni huduma tumeinunua. Tunakuja kuwalipa watu fedha za kigeni kwa sababu ndio watakazopeleka makwao. Jamani, megawati 120. Zanzibar hii tumeanza kuwa na kinu cha umeme mwaka 1875, kabla Afrika yote hii haijajua umeme kitu gani. Iko kizani kabisa. Basi miaka yote toka 1875 mpaka leo, baada ya miaka takriban karibia 200, hatujakuwa na uwezo wa kuendesha megawati 120. Megawati 120 zina waziri, zina katibu mkuu, zina naibu waziri, zina meneja mkuu, zina wakurugenzi, zina bodi ya wakurugenzi, na wote hawa wameshindwa kuzimanage megawati 120. We import service management ya megawati 120. Tuone aibu. Hapo ndiyo tulipofika, ndiyo tulipofikishwa. Jamani, mwananchi wa Zanzibar, unataka wewe hawa wakwambie nini? Kwamba wameshindwa? Eti jamani, kesho kutwa, maana pamoja na hiyo megawati 120, ndio tunasema siku ukikaa muda saa 6 umeme haujazima, inabidi upige simu zeko. Jamani, leo mna matatizo gani? Mbona umeme haujazima? Utajua kuna tatizo. Na mengine. Lakini ninalosema kwamba tulivyo katika suala la mamlaka ya nchi yetu, hili hatuna mjadala, hili hatuna mbadala, wala hatuna mtu wa kutusema atuzibe mdomo. Akituziba mdomo tutamng'ata maneno yake, tutamtafuna, si ndio? Kwa sababu ni haki yetu. Lakini tunasema leo Zanzibar tuko tulipo kwa sababu moja, hatuna mamlaka yetu ya kuendesha nchi. Ndio maana tunaletewa hata nani atuongoze. Ndio maana tunapigwa vita, tunauliwa ili tukubali utaratibu huu uliopo. Hatukubali, utatumaliza.
siasa za Zanzibar, tupende tusipende, moja kwa sababu yani kuna na matatizo, ni kwa sababu kuna watu wanataka waweke watu ambao wataendeleza ukoloni wao, wataendeleza namna wanavyoitawala Zanzibar. Kwa hivyo muungano ni tatizo moja kubwa sana la siasa zetu za Zanzibar. Tena walivyokuwa mahodari kuwatafuta wale watu wafiriti kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nasema tuna siku yetu, tuna siku ya kuja kuyazungumza haya. Mimi nimalizie tu kwa mnasaba wa hili ambao leo tumelianza mchakato, na niwakumbushe kwamba jamani, sisi tukisema kwamba chama chetu hatupambanii vyeo wala hatupambanii chama chetu labda kiwe na watu wana vyeo. Tunapambania nchi. Na ushahidi wa hili mimi nataka niwaambie leo watu wa mjini na magharibi, pengine hatujawahi kulisema. Sisi tulipoanza kwenye GNU, Maalim keshaondoka, mimi nimeingia. Tulikaa tukashauriana, tukasema jamani, sisi kama tunataka tuijenge Zanzibar, lazima tuwe na long term plan, tuwe na mawazo na mipango ya muda mrefu. Huyu kiongozi wetu aliyepo kwa siku hizo sote tulikuwa tunaona hana mwelekeo. Huyu anaelekea, inawezekana tukenda naye kwenye hiyo long term plan, kwamba tuache hizi siasa za ligi, tuingie katika siasa, tukae naye, tukubaliane naye kwamba bwana, tunayotaka kwa maslahi ya nchi yarekebishwe ni haya. Ukiyakubali, ukiweza kuyarekebisha haya, tukiwa tayari tukawa na mpango wa utekelezaji wa haya, sisi tutakwenda na wewe kwa muda mrefu, kwa sababu nia yetu nchi yetu inyooke, nchi yetu itengenee. Tukaambia sisi 2025 tutakuunga mkono, tufanye kazi na wewe kwa miaka 5 zaidi, tukamilishe utekelezaji wa mpango huu wa kuinyoosha, kuifufua na kuitengeneza upya Zanzibar. Tuwaachie watoto wetu na kizazi chetu Zanzibar iliyokuwa imenyooka. Tusiwaachie balaa hii, tusiwaachie mzoga huu, watakuja kuuana, watakuja kuuliwa. Mnanifahamu? Na tukaenda, alianza kwenda Sheikh Nasr. Baada ya kukubaliana, tulimtuma yeye wa mwanzo, tukaona yeye kidogo upepo wao sijua na kitu gani wenyewe, lakini tuliona wenyewe Kiswahili chao sijua alikutana wapi, lakini hiyo ni 2021 kabla wala hatukwenda kwa kubadilishana kwamba tupewe vyeo wala nchi hii inahitaji mpango wa muda mrefu. Akaenda huyu bwana, kamsikiliza, haya sawa. Akatoka timu ya aliyekuwa kiongozi wetu wa chama Zito, akaenda kuzungumza naye, tukasema naye wana Kiswahili chao wanaelewana, kamsikiliza. Ikatoka timu kwenda akiwemo na huyu bwana, maana huyu ndo tuliokuwa tunaona labda huyu atamuona kwamba, lakini na yeye akaenda kumweleza hili. Na jamani, hili hatusemi, hili tumeshawahi kumwambia. Siku kamati ya uongozi tulipokwenda kumuona baada ya maagizo ya halmashauri kuu, tulimwambia mbele ya wasaidizi wake kwamba wewe tulikupa fursa ya kufanya kazi na wewe kwa miaka 10 kwa sababu nia yetu, madhumuni yetu, dhamira yetu, chama chetu si vyeo binafsi.
Madhumuni yetu ni kuinyoosha nchi yetu. Hatujali sisi, ukiwa wewe, mkiwa nyinyi, twendeni. Marafiki zake tulipoambia wengine wasema hayo, ikabidi waende wakacheki naye, sijui aliwajibu vipi. Nalisema hili kwa sababu ni kuonesha ndio kielelezo chetu cha dhamira yetu, dhamira ya chama chetu kwa nchi yetu na kwa harakati hizi. Na sisi tukampelekea hayo maeneo tunayotaka yarekebishwe, si ya kukipendelea ACT. Na haya yote tumemweleza Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtu wako tumempelekea haya, naye mwenyewe pia tukamwambia hivi mwisho kwamba mheshimiwa, hii kwenda kutoa nini mchuzini haifai. Nchi hii ina tatizo kubwa, imevurugwa, imefika pahala inahitaji mpango na maono ya muda mrefu wa kuirekebisha, ili ije iwe Zanzibar wanao na wajukuu zako watakuja kuishi kwa amani. Tufike pahala turekebisha haya madogo, tuje tuunde timu ije iandae long term vision ya Zanzibar, na sote tujikomiti. Tumefika pahala sisi kuambia kwamba hata ikiwezekana uchaguzi 2025 tuwe na serikali ya mpito ya kuitengeneza Zanzibar, halafu tuje tuwe na uchaguzi ambao utakuwa sasa uchaguzi kweli utakaoipeleka Zanzibar mbele. Yote jamani, haya ni kuonesha commitment yetu, ni kuonesha maono yetu kwa nchi yetu. Yote yanaonesha msingi wa harakati zetu. Kwa hivyo leo mimi kwenda kuchukua fomu, msifikiri kwamba nilikuwa na ndoto au nilikuwa na hamu ya kutaka uraisi. Uraisi wa watu maskini mgumu, kama kweli umeamua kuwatumikia. Huwezi mtu na akili yako ukasema tumeneta kuupambania. Uende kuupambania kwamba iwe ni commitment yako, ni ibada yako kuwatumikia wenzako, uwanyooshe nchi yao, na hilo ndiyo madhumuni yetu. Hatuendi kwa sababu tuna hamu labda ya King'ora hakikulipi school fee ya mtoto jamani. Kikubwa inakuzuia usipate, maana umo ndani na unasubiri vocha ya mwisho wa mwezi. Sasa hayo ndiyo madhumuni yetu ndugu zangu, na Wazanzibari wametuelewa. Lazima jamani hapa tutoke, na sisi tuko committed kwamba inshallah tunaamini salamu tunazozipata kwa ndugu zetu, salamu tunazozipata kwa wenzetu Wazanzibari wa kila kona waliokuwa sio tasi, ni kwamba wako tayari kwenye safari yetu hii. Tushindwe sisi wenyewe. Ndugu zangu, tuna wajibu, ndugu zangu, tuna dhima, tuna dhamana ya kuwaongoza Wazanzibari watoke hapa walipo, tuwapeleke wanapostahiki. Tuitoe nchi hii hapa ilipo, tuipeleke inapostahiki. Ndio cha msingi tunachosema. Sasa hii labda mshindwe nyinyi, na tukishindwa hilo ndugu zangu, tutakuwa tumefanya dhambi kubwa sana. Tumeaminiwa, hatukujiaminisha. Mimi niwaulize tu kwamba jamani, tuko tayari kusimamia amana na dhamana hiyo? Tuko tayari kusimamia amana na dhamana hiyo? Basi la mwisho, ndugu zenu wa Zanzibar wanatuletea salamu sote. Matumaini yao, matarajio yao ni sisi. Nachowaomba tusiwaangushe,
Wao wanatuambia jamani, msituangushe. Wanatuambiaje? Msituangushe. Na mimi nawaomba tusiwaangushe. Ndugu zangu, tusiwaangushe. Ni dhima na dhamana kubwa kupewa imani kama hii ambayo tumepewa. Mniambie tena ili na wao wasikie. Jamani, hatutowaangusha Wazanzibari. Tuko tayari kwa safari hii. Tunachukua amana na dhamana hii. Kama ni hivyo, basi mimi naomba niwashukuru sana, lakini simame, kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa, lakini kwa sababu mengine yameanza, maana timu ya ushindi itaanza kazi, itakuja na mengine bandika bandua na vikao vyetu vingine tutapata kuyazungumza. Mimi niwashukuru sana kwa hili na naomba tuondoke tukiwa tumechukua dhamana hiyo. Tuko tayari? Asanteni sana kwa kunisikiliza.